Shekinah Glory Manifestation Ministry, Hebrews 4:12. Glory, and there goes the Holy Ghost. Hebrews 4:12, the blood of Jesus, and Jesus Christ said it is finished. Hallelujah. Karibuni sana tena siku ya leo. Mimi ni Pastor Emmanuel Owino Makolo. Hallelujah. Na najua kwamba mimi wa Shekinah Glory Manifestation Ministry, na najua kwamba wewe mahali popote na watch program, Mungu anazidi kukuongelesha na anazidi kutenda maajabu juu ya maisha yako. Hallelujah. Na the other time tumeangalia the word of God, tukaona ya kwamba penye nia pana njia. Mahali Mungu amenuia ya kwamba business yako itasucceed, ama destiny yako itasucceed, ama kila kitu ambacho alitangaza itafunguliwa. Haleluya. Najua kwamba utaweza kuona hiyo success ikimanifest tangibly for the glory of God. Hallelujah. And so leo pia nimekuja kuku-encourage with the word of God. Hallelujah. Na namba ni 0757588817 ndio namba ambayo unaweza tumia kusupport the ministry, kuwater lives, kushikilia nyumba ya Mungu. Juu ni nyumba ya baba yako. Hallelujah. Na kama ni nyumba ya baba yako, ni ile upendo uko nayo kwa baba yako itafanya kwamba uweze kuendelea kusimama na kazi yake. Hallelujah. Jua ya kwamba giving yako ni willingly, si forcefully. Giving ni willingly, na kwa sababu ni giving na upendo. You are giving out of love. Unapopatiana na upendo, Mungu pia anakubariki na upendo. Hallelujah. Na ni kwa sababu kitu ambacho imepatianwa willingly ndio unapata ina affectiwa na the word of God kwa Luke chapter 6 verse number 38, ya kwamba give and it shall be given back unto you, a good measure pressed down shaken together shall men add to your bosom. Hallelujah. When you give to God willingly. Hallelujah. But when you give to God forcefully, inamaanisha kwamba there is no reward. Hakuna reward yenye utapata pale. So give to your father willingly. Hallelujah. Ni vile tunamserve willingly. Hallelujah. Hatumserve forcefully, but tunamserve willingly. Kwa sababu tukimserve willingly, then everything tutafanyia wengine pia itakuwa ni out of love. Hallelujah. But wakati ambapo tunamserve forcefully, then inamaanisha kwamba hata ile ndoa yenye mwanamke analazimishwa apende huyo mwanaume inakuwa ni challenge, ama mwanaume mwenye analazimishwa apende mwanamke inakuwa ni challenge. Hallelujah. So unapata kwamba hata Mungu mwenyewe anataka umpende willingly. Hallelujah. Wale ambao wako willing watabelieve ya kwamba Jesus Christ died on the cross for their sake, na wata accept Jesus Christ in their lives willingly. Hallelujah. Kwa sababu ni upendo. Upendo haijisukumi kwa mtu. Upendo hailazimishi vitu. Upendo ni inakuja willingly. Hallelujah. And so inakuwa kwamba siku ya leo pia, as you continue watering lives, ukiendelea kusupport ministry, ukiendelea kusupport kazi ya Mungu, ukiendelea ku water lives, najua kwamba pia wewe mwenyewe it is just a matter of time na utaweza kuona mabadiliko. Leo nataka ku-encourage through this word of God in the book of Romans chapter number 3, na ninajua kwamba wewe mwenyewe pia utakuwa blessed at the end of the day. Hallelujah. Na namba ya kunitumia SMS ni 0798843921. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. So stay tuned as tunaendelea kuangalia the word of God. Nitumie SMS kwa 0798843921, na najua kwamba tutaweza kucommunicate na tuweze kujua a way out
Haleluya. Na najua kwamba Shekina atatenda makuu juu ya maisha yako na juu ya familia yako pia. Haleluya. So the word of God tunapata kwa kitabu ya Romans chapter number 3. Haleluya. Romans chapter number 3. Jana tuliangalia about Paul. Tukaona ya kwamba Paul at some point walikuwa wameplot kuweza kumuua, na vile walikuwa wameplot ya kuweza kumuua, tukaambiwa ya kwamba tukaelezewa pia ya kwamba yeye Paul mwenyewe pia kulikuwa na watu ambao walikuwa kwa fasting and prayer. Wengine walikuwa kwa fasting and prayer wakisema ya kwamba huyu Paul lazima tuweze kumaliza. Ukienda kuangalia another verse inasema ya kwamba wali have kuseduce, ama walituma watu waende wakarai Paul ya kwamba Paul aweze kutoka nje ya Yerusalemu, ya kwamba mahali alikuwa haikuwa sawa. But unapata kwamba intention yao ilikuwa ni ya kwamba waweze kuua Paulo. Haleluya. Lakini tunaona kwamba Mungu aliweza kutumia wanafunzi wa Paulo, na Paul maisha yake iliweza kukuwa rescued. Haleluya. And so siku ya leo pia ni the word of God inaku encourage as a child of God. Na topic yetu ya leo ni ya kwamba confession yako ni gani as a child of God, wakati ambapo unaona situation iko mbele yako. Haleluya. What is your confession? Haleluya. Kwa sababu what you confess, najua hii kitu watu wameambiwa severally, na ni kweli ya kwamba what you confess ndio kile ina happen. Umeona situation imekaa design nyingine, na unasema kwamba hii situation imekaa mbaya. Haleluya. Mimi nimekaukiwa, sina pesa, sina hii, nimeishiwa. So unapata kwamba your own words kile inawezafanya ni ya kukufunga. But the only thing that can change a situation ni the word of God. Hallelujah. Haijalishi mlima ni gani yenye unaona, haijalishi ni mapito ni gani unapitia, maneno yako hayatawahi, hallelujah, hayatawahi badilisha any situation, but only wakati ambapo una make confession with the word of God. Hallelujah. Let the poor say I am rich. Ni lazima we mwenyewe uone hiyo riches. Mungu akitaka kukushift kutoka kwa poverty akuweke kwa riches, anataka uconfess what you are supposed to be. But ukiendelea kuconfess negative na ye mwenyewe amekuweka kwa riches, then una contradict what is doing. Hallelujah. So inamaanisha ya kwamba wakati ambapo wewe unaona uko poor, inafaa una confess ya kwamba uko rich, kwa sababu hiyo ndio kile Mungu ambacho anaona. Haleluya. Kwa sababu ni maneno yako, ni confession yako itafanya either ugrow ama uangamie. Your own confession. Power of life and death is in our tongue. And whatever you, anasema the word of God anasema kwamba na yule ambaye anayapenda ata reap from what he has said. Question ni moja. Do you see possibility, ama wewe unaona tu impossibility? Hallelujah. Unaweza ona vitu na positive side, ama yako kila kitu na kuanga tu ni negative. Hallelujah. So vile unaona kitu, vile una perceive kitu ni very important. Na ndio maana tukiendelea kwa kitabu ya Romans chapter number 3 from verse number 4 tumeona the word of God imesema kwamba certainly not indeed, let God be true but every man a liar. Hapo juu ilikuwa inapata kama Paulo anauliza kwamba kama wewe ni mtoto wa Mungu na unaendelea kufanya dhambi, je, inamaanisha ya kwamba hii dhambi yenye unafanya haita affect mahusiano yako na Mungu? Na the truth ni ya kwamba ita affect. Na ndiye akasema ya kwamba wacha Mungu basi aitwe Mungu wa kweli na binadamu awe mwongo. Ni kwa sababu neno la Mungu ni kweli. Haleluya. But neno la binadamu imejaza uongo mingi.
na ni neno la Mungu peke yake ambalo linaweza badilisha maisha yako. And so siku ya leo tunapoangalia neno la Mungu, ninataka wewe mtoto wa Mungu uweze kuona mindset yako iweze kubadilika. Wengi tunaambiwa kwamba tumefunguliwa, umeleiwa hands na ukaambiwa umefunguliwa, lakini swali ni ya kwamba je, wewe unakubali umefunguliwa ama we mwenyewe unaona bado umefungwa? Haleluya! Ni kile ambacho unachoona ndio utamanifest. Kile ambacho unaona inamaanisha ni tangible evidence ambayo we mwenyewe unaweza ambatana nayo. Wakati ambapo mtu maybe ameshikwa, polisi wanataka kuwa na evidence. Haleluya! Juu hiyo evidence itaprove ya kwamba this man aliiba ama huyu mtu alifanya 1 2 3. Haleluya! Najua kumekuwa na a lot of promises ya kwamba Mungu atafanya hii, Shekani atafanya hii, Shekani atafanya hii, Shekani atafanya hii. Na siwezi sema ya kwamba ni uongo. Ni kweli atatenda. The only challenge mali iko ni vile mind yako iko, mindset yako. So ndio neno la Mungu leo tukiangalia neno la Mungu, ninajua kwamba by the end of our program utaweza kugrab something, utaweza kuelewa kitu fulani ambayo pia we mwenyewe itakusukuma uweze kuona ya kwamba kile ambacho ulikuwa unatarajia kuona Mungu ametenda itakuwa imeweza kutimia. And so the word of God atuambia kwamba that you may be justified in your words. Hallelujah. You may be justified in your words. Ni maneno yako yenyewe ndio yataweza kukufungua ama ni maneno yako wewe mwenyewe yataweza kukufungia. Na anasema kwamba and may overcome when you are judged. Inamaanisha kwamba version nyingine NLT inasema kwamba wakati uko kwa koti. Haleluya. Wakati uko kotini utapata kwamba maneno yako either yatakufungua ama yatakufunga. So siku ya leo nimekuja kukuencourage ya kwamba yes, una raise altars, tunainua madhabahu na tunaambia Mungu atufungue, atufanyie 1 2 3. But wewe mwenyewe wakati umerezio altar na umeomba, je, unaamini ya kwamba imetimia? Unaamini ya kwamba imetendeka? Na ndio nikawapatiana na scripture nikasema kwamba Wakorintho wa pili sura ya 5 kuanzia 17 nasema kwamba kama uko ndani ya Yesu Kristo, basi wewe ni kiumbe kipya. Mambo ya kale yamepita na mambo mapya yameingia. Je, wewe mwenyewe unakubalia kwamba mambo ya kale yamepita? Haleluya. Na kama umekubalia kwamba mambo ya kale yamepita, leo nakumbuka tukiwa lunch nikiuliza watu ya kwamba je, watu wangapi wanatamani kufungua biashara? Wengi wakainua mkono. Na ni mmoja tu aliinua mkono. Nikauliza hao wengine, na nyinyi mnataka kufanya aje? Wakasema hata sisi tunataka kufungua hiyo biashara. So nikawaambia kwamba kuna utofauti ya kutaka na kuna kufungua pia. Ni vitu mbili tofauti. So unapata kwamba watoto wa Mungu, yes, umefunguliwa, lakini unasema mimi nataka kufunguliwa, ama kwa sababu mtu alizoea kufungwa for a long time. So inakuwa kwamba hata wakati amefunguliwa au ni difference, yet spiritually kuna difference kubwa, but physically ukiangalia hauwezi ona. And so naambiwa kwamba don't walk by sight, walk by faith. Inaweza kuwa sight inakuonyesha kwamba haiwezekani, but faith inakwambia kwamba it is possible. Hallelujah. By sight inaweza leta fear. Hallelujah. But by faith inaleta boldness. So ni very important wewe mwenye unawatch program siku ya leo uweze kujiuliza hiyo swali. Hallelujah. Je, ninaamini nimefunguliwa ama bado haijasink ndani ya roho yangu?
Juu Yesu anakwambia kwamba ukiwa ndani yake wewe ni kiumbe kipya. Hakuna kitu ambayo ni ngumu mbele yako. Haleluya. Kwa sababu ni possible. Na tukiangalia pia the word of God, kile ambacho pia unapata kwamba inazuia all these things, unapata ni dhambi. Haleluya. Dhambi, wakati dhambi imekukamata, unapata ya kwamba kuna a lot of things ungetamani kufanya lakini inakuwa ngumu. And so kwa the same scripture verse 23 nasema kwamba, verse 21 nasema, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Verse 22, even the righteousness of God, on all who believe. For there is no difference, for all who have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, in other words, Mungu anasema kwamba, neno lake linasema kwamba sisi wote tumefall short of God's glory, but mahali strength yetu inapatikana iko aligned to what Jesus did on the cross. Ni lazima ukubalia kwamba in Jesus there is power. Ni lazima ukubali that in Jesus kuna riches. Ni lazima we mwenyewe uconvinsiwe properly na ujue ya kwamba in Jesus there is wisdom. Hallelujah. Ndani yake kuna strength, ndani yake kuna honor, ndani yake kuna glory, ndani yake kuna blessing. Lazima we mwenyewe uamini ya kwamba in Jesus I can be blessed. In Jesus my marriage is working. In Jesus my business is thriving. In Jesus my ministry is growing. If I am in Jesus Christ, hallelujah, then the opposite of what people think concerning you must take place. Lazima ya happen. Hallelujah. Kuna ile mawazo ambayo binadamu ako nayo juu yako, na kuna mawazo ambayo Mungu pia ako nayo juu yako. Amesema kwa neno lake ya kwamba in Isaiah chapter number 55 ya kwamba mawazo niko nayo juu yako, mawazo yako na yangu ni tofauti, na vile ardhi iko far from heaven, hivyo ndo vile mawazo ya Mungu pia iko. Na mawazo ya Mungu ni ya kwamba akupatie a future and a hope. Hiyo ndio mawazo yake kwa Jeremiah chapter 29 verse 11. Hallelujah. Hivyo ndo venye Mungu anafikiria, hivyo ndo venye Mungu anaona. So that's why tunauliza ya kwamba we mwenyewe, what is your confession? Juu Mungu yana confess ya kwamba what I want for you ni good future. Hallelujah. Na kuona ya kwamba maisha yako iko na hope. Tuliletwa kwa hii dunia kwamba pia we mwenyewe uenjoy hii dunia, uenjoy the goodness of this earth, uweze kuona mema yake, uweze kukula mema yake, mema ya nchi. Hallelujah. Ndio desire ya Mungu. Si ati ukufe tu, ukufe uende mbinguni. Anataka pia wewe uonje mema ya nchi. Alikuumba uweze kuona hiyo mema. But wengi wetu tunapata mindset yetu mali imekamatiwa, inakuwa ni ya kwamba vile imeshikwa, unaona hata ukitajirika, haleluya, ama Mungu akikufungulia mali mingi, unaona tu wewe utaangamia. Haleluya. But ninakuelezea siku ya leo ya kwamba ni possible kubarikiwa. Haleluya. Ni possible kukuwa zillionaire na bado unaserve Mungu. Ni possible. Abraham alikuwa rich in all things. Abraham alikuwa blessed in all things. Kama ni kwa gold, kama ni kwa silver, kama ni kwa mifugo, kama ni kwa wafanyikazi, he was blessed in all things, yet serving God. Hallelujah. Yet serving God. So pia mimi siku ya leo ninaamini na wewe ya kwamba
It is possible unaweza funguliwa na utumainie Mungu na umtumikie Mungu in other words. Hallelujah. Kwa sababu confession yako ni muhimu. Hallelujah. Confession yako as a child of God matters a lot. Hakuna watu wenye Mungu aliumba akasema ni so ndo lazima wakwe matajiri na wengine lazima walanguish kwa poverty. Hapana. Hallelujah. Sisi wote tumezaliwa, Mungu ametuleta kwa hii dunia tuweze kusucceed. Ndio maana amesema ya kwamba enda prosper. Hallelujah. Na ya kwamba subdue the earth and control that earth, na kila kitu in it. Inamaanisha kwamba Mungu anafurahia wakati pia wewe njia zako zina prosper. Prosperity yako inaleta glory kwa Mungu. So sijui uko kwa situation gani, but confession yako matters a lot concerning the situation. That's why nakwambia kwamba if you agree na mimi ya kwamba we are in Christ Jesus, tuko ndani ya Yesu Kristo, mambo ya kale yamepita. Mambo ya kale inamaanisha kwamba mindset ya kukaukiwa imeenda, kwa sababu Jesus alikupatia wisdom yake inaweza fanya utajirike zaidi. Wisdom ya Yesu Kristo wa Nazareti itafanya uende mbali kuliko wisdom yako kama binadamu. Hallelujah. Na huwezi itoa mahali popote unless umkubali yeye mwenyewe that Father, I am in Jesus Christ. Na kama niko ndani ya Jesus Christ, ndio unaambiwa hapa ya kwamba every other thing utaweza kureceive. So verse 25 inasema kwamba, ama tukisema ya kwamba inasema verse 25 inasema kwamba being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ya kwamba tumekuwa redeemed. Hiyo damu ya Yesu, hiyo redemption imetuqualify before God. Na tunapo verse 25 ya kwamba kwa sababu the blood na represent mercy, whom God sent forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God has passed over the sin that were previously committed. Wakati ambapo unakubali Yesu Kristo na unasema kwamba nina agree that mimi niko ndani ya Yesu Kristo, inamaanisha kwamba through that understanding and that revelation, righteousness imeingia kwa maisha yako. Mungu akikuangalia anaona uko righteous before him, anaona uko justified before him. Hallelujah. Once umeaccept what Jesus did na umekubalia kwamba kweli alikufa akiwa maskini ili nitajirike, inamaanisha kwamba hiyo revelation peke yake imekufungulia financial breakthrough. Lakini kama hauwezi kubaliana na kile ambacho Yesu Kristo ametenda, then condemnation itakuja. Na hii condemnation inamaanisha ni kumark time na kustruggle. Hallelujah. So wewe mwenyewe mahali popote na kutazama hii program siku ya leo, lazima uendelee kuaminia kwamba uko ndani ya Jesus, na wakati uko ndani ya Jesus anything is possible. Hallelujah. Hakuna kitu ambayo haiwezekani, na hakuna situation ambayo hawezi badilisha. Tuliangalia situation ya Paul, ilikuwa inakaa situation ambayo hakungekuwa na njia, lakini unapatia kwamba Mungu alitengeneza njia over Paulo. Kama alifanyia Paulo, hata wewe ni mtoto wake na anakupenda, pia wewe atakufanyia. Hallelujah. So tunaambiwa ya kwamba verse 26, to demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus Christ. Hallelujah. So ukikubalia kwamba uko ndani ya Yesu Kristo, then mtoto wa Mungu utaweza kuona mabadiliko.
So number ni 0757 588817, na hiyo namba ingine ni 0798843921 ya kunitumia SMS. Haleluya. Na najua kwamba unapata kubarikiwa. So hata tuangalie proof text kwa kitabu ya Matthew chapter 11. Matthew chapter number 11. Tunaambiwa kwamba now it came to pass when Jesus finished commanding his 12 disciples that he departed from there to teach and to preach in the cities. Verse 2. And when John had heard in prison about the works of Christ, sent 2 of his disciples and said to him, Are you the coming one, or do we look for another? Are you the coming one, or do we look for another? Angalia kwa Matthew chapter number 3, the same John the Baptist alisema kwamba yule ambaye anakuja mbele yangu ni mkubwa kiasi ya kwamba kufunga kamba ya miguu yake siwezi. But at the same time, after some time, tunaona yule mwenye alibaptize ameanza tena kumquestion. Haleluya. Ya kwamba je, huyu ndio huyo mtu ama si yeye? But aliona before. Aliona vision, alipatiwa revelation na alipatiwa kila kitu. Haleluya. But imefika mahali sasa John the Baptist ana doubt tena. Anauliza, anatuma wanafunzi wake wakiwauliza, na je, enda umuulize, je, ni yeye tulikuwa tunangojea ama si yeye? Haleluya. Kwa sababu maybe John the Baptist, unajua yeye alitumwa kubaptize na water, na maybe miracle signs and wonders were not happening in his time. Haleluya. Hakukuwa na miracle, tukuelezewa kama kulikuwa na miracle ambayo John the Baptist aliperform. But we are only told ya kwamba wengi walikombolewa na wengi walipata kufunguliwa through baptism. But akaambiwa ya kwamba another one comes, hallelujah, greater than you are. Na huyu mwenye anakuja, kile atafanya ni ya kwamba atabaptize with the Holy Spirit and with fire. So hata wakati ambapo John the Baptist alikuwa anataka kubaptize Jesus, yeye alikuwa anaambia Jesus, mimi nilikuwa nataka unibaptize hata mimi niweze kupokea Holy Spirit and fire. Na Jesus akamwambia hapana, wacha tuendelee na hii kazi vile imeandikwa, so that to fulfill all righteousness. But knowing sasa John the Baptist in the prison, inamaanisha kuna mahali aliingizwa ndani, na inamaanisha wewe pia kama mtoto wa Mungu, mindset yako pia kuna mahali imekuwa captured. Hallelujah. So that ku accept the reality ni ngumu. Hallelujah. So John the Baptist aliweza kuuliza Jesus, and then mumuulize, truly is it you ama tungoje mwingine? Hallelujah. So that's why tulianza na kusema ya kwamba confession yako matters. Wewe unaona nini? John the Baptist aliona kila kitu, but yet bado aliquestion, is it you or should we wait for another? Na anasikia miracles zinafanyika, watu wanafunguliwa macho, but ye ako ndani ya prison. Hallelujah. Something new imefanyika, but John the Baptist bado kuaccept ni ngumu. Hallelujah. Bado kuaccept ni ngumu. So tunaona anatumwa wanafunzi wake, endeni mumuulize, is it true, ni wewe ama si wewe? Hallelujah. Confession yako, mapepo yataingiza doubt in your heart, uweze kuconfess something negative. Hallelujah. Uweze kuagree na wao, kwa sababu progress yako matters a lot as a child of God. So the word of God atuendelea hapo chini, atuambia kwamba verse 4, Jesus answered and said to them, Go and tell John the things which you are seeing. Hallelujah. Enda umwambie viwete wanatembea. Enda umwambie kwamba watu wenye walifungiwa finances wamefunguliwa. Enda umwambie kwamba
njia ambazo hazikuwa zinafunguka zimefunguliwa. Yesu akawatuma akawaambia, nendeni mkamwambie. Haleluya. Kwa sababu remember, niliwaambia the other day ya kwamba kuna watu waliona revelation ya John the Baptist kama mtu mwenye amevaa ngozi. Kuna watu wenye waliona John the Baptist kama mtu mwenye anatumbukiza watu ndani ya maji wakitoka na baptize tu. But Yesu Kristo aliona revelation ya Elijah. Na ndio later on akasema kwamba hakujawahi kuwa na hakutawahi kuwa mtu kama huyu John the Baptist. Hallelujah. Na akawaambia kwamba indeed alikuwa a great man. Praise the Lord. So inamaanisha kwamba Jesus ile revelation alikuwa nayo concerning John the Baptist ndio Kenya alireceive, na venye alireceive akaanza kumanifest mahali hapa. Tunaambiwa kwamba the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed. Inamaanisha magonjwa. Ni magonjwa gani? Maybe imeshika business yako, destiny yako na kila kitu. Hallelujah. But today as tunakubaliana nawe kwa maombi, hiyo situation yako itabadilika kwa sababu ya confession ambayo tunasimama nayo ya kwamba kama niko ndani ya Yesu Kristo, mimi ni kiumbe kipya. Na kama mimi ni kiumbe kipya, basi situation ya maisha yangu ambayo ilikuwa imekufa lazima ipate maisha. Kwa sababu hakuna mahali popote Yesu atakuwa na watu wakufe. Hapana. Yeye ni giver of life. Hallelujah. And so inamaanisha kwamba kama ulikuwa ulemavu kwa biashara, hiyo biashara lazima itapata resurrection power. So leo tunapokubaliana na wewe kwa hii maombi, wacha Mungu akuguze mahali popote huko na badilishe situation yako for his own glory. Hallelujah. So tukiendelea kumalizia, the word of God anatuelezea kwamba the blind see and the lame walk, the leper are cleansed and the deaf hear. The dead are raised up and the poor have the gospel preached to them. Verse 6. And blessed is he who does not offend, who is not offended because of me. Hallelujah. So inamaanisha kwamba John the Baptist kuna mali offense ilimkamata. Hallelujah. Na tunaelezwa ya kwamba Jesus akaambia wanafunzi wake, nenda mkamwambie ya kwamba hizi ndizo vitu zinafanyika. Watu wanafunguliwa, destinies zinafunguliwa, marriages zinafunguliwa, career zinafunguliwa. Na ya kwamba asikuwe na shaka. In other words, Jesus alikuwa anamwambia kwamba I am the one. Alikuwa na confirm. But Jesus aliconfirm through miracle signs and wonders. So that watu ile maneno ambayo John the Baptist alikuwa anasikia, wanafunzi wake maybe wangemwelezea, angeamini kabisa. Na maybe out of that roho yake iliseto. Hallelujah. Na after that kichwa tunaona ilienda. Praise the Lord. So mimi sijui ni prison gani uko ndani, but siku ya leo tunakubaliana kwa maombi juu neno la Mungu limesema kwamba mahali wawili ama watatu, najua mahali popote na ni watch, tuko hao wawili, tuko hao watatu. Haleluya. Tukikubaliana kwa jambo lolote hii dunia, Baba yetu wa mbinguni atayatenda. Haleluya. So namba ni hiyo 0757588817 yako ya ku raise altar sacrifice, na hiyo ingine ni 0798843921. So sijajua ni situation gani ambayo imekufinyilia mtoto wa Mungu, lakini the truth is that hata situation ikufinyilia kiasi gani, once the word of God imekuwa involved kwa hiyo issue, lazima itayeyuka. So mimi nakubaliana na wewe leo kwa maombi ya kwamba confession yako itakuwa positive. Confession concerning your ministry, concerning your marriage, concerning your destiny, itaweza kustand firm na ita manifest for the glory of God. So kubaliana mimi kwa hii maombi tunapoomba pamoja. Haleluya. Na najua kwamba Shetani ataweza kutenda maajabu na maishara juu ya maisha yako.
Na wakati ambapo anafanya hizi vitu zote ni kwa sababu anataka kupata utukufu. Haleluya. Tunaona ya kwamba John the Baptist alistumble, aliteleza, but alikonfirmiwa na alirudi on track. Je, unawachi program siku ya leo na situation ambayo unapitia inakaa kama haina mwanzo na haina mwisho? Niko kukuencourage hapa leo, niko na good news for you, ya kwamba once Jesus, the word of God, imekuwa involved in that situation, kila kitu iko bound to change. Hallelujah. Na itabadilika for his own glory. Whether the devil likes it or not, itabadilika. Hallelujah. So mimi najua kwamba siku ya leo the word of God imekujenga, na ya kwamba the word of God itabadilisha mawazo yako. The word of God itabadilisha situation yako. Hallelujah. So kubaliana na mimi kwa maombi concerning hiyo issue uko nayo. Unaweza ni present to before Shekinah, so that as we agree pia kwa maombi uweze kuona utofauti for the glory of God. Hallelujah. So Shekinah, we give you praise. I exalt you and I magnify your name today. Father, as I agree with your son, with your daughter kwa ETV, no matter the situation wanapitia, no matter the Red Sea ambayo wengine wamejipata ndani, Yesu wa Nazareth, you redeemed us by your blood. Ulitufungua kupitia damu yako. Na leo katika jina la Yesu Kristo, ufunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Ufunguliwe mtoto wa Mungu. Mawazo yako yafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Iyo biashara ifunguliwe in the mighty name of Jesus. Iyo ndoa umetamani ifunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Ni watoto maybe ulitamani, wamefunguliwa in the mighty name of Jesus Christ. Chochote ambacho unahitaji, now that we are in Christ Jesus, hallelujah, we have become a new creation. The old is gone and the new has come. Ni opportunities ulipoteza, we recover them in the mighty name of Jesus. Every lost opportunity, Father, as I agree with your children, we recover every breakthrough. We recover every testimony. We recover in the name of Jesus. We recover in the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Tuna recover. Endelea pia wewe kurecover kule Marunawachi program. Recover your testimony. Recover your dreams. Recover hizo visions. Kwa maana everything Mungu alikuonyesha itatimia. Hallelujah. Inatimia kwa nini? Kwa sababu uko ndani ya source, Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Na najua kwamba Yesu Kristo wa Nazareti anapokufungua, hallelujah, kusupport kazi yake itakuwa rahisi. So vile tumekubaliana na wewe kwa maombi siku ya leo, najua kwamba utaona utofauti kubwa. Wewe mtoto wa Mungu utaona utofauti. Hallelujah. Kwa sababu ni kusudi lake wewe mwenyewe ukombolewe. Mungu atafanya anything for you to be delivered. Atafanya anything kwa sababu ya makusudi aliweka ndani ya maisha yako. Hallelujah. So namba ndio 0757588817. Unaweza tumia hiyo ku raise your altar sacrifice, na 0798843921. Unaweza piga hiyo simu kama uko na prayer request, kuna kitu ambayo ungetamani tuweze kuombea, tu agree upon. Hallelujah. Mimi najua kwamba Mungu atatenda makuu zaidi ya kile ambacho unayoweza. Hallelujah. So pengine unawachi program na hujaokoka, the word of God imekwambia kwamba once uko ndani yake unakuwa new creation. Mindset yako inabadilishwa. Vitu mingi sana zinabadilishwa kwa maisha yako, na ni until wewe mwenyewe ukubali, kwa sababu salvation si forceful, ni willingly. Hallelujah. Ni wewe ufeel willingly kusupport the work of God. So yangu tukifikia hapo, tunaambia Shekinah ni asante kwa huruma zake na rehema zake. Maybe unawachi program na haujaokoka,
Sema tu, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Vuta jina langu kwa kitabu cha mauti na uliandike kwa kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninaapa ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Roho Mtakatifu, nisaidie na unielekeze ili nisipotee njia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tumeomba na kuamini, amen. So congratulations mtoto wa Mungu, umepata kupokea Yesu Kristo wa Nazareti. So ni wewe mwenyewe utafute living altar, ukae pale kwa living altar, uko nurtured. Hallelujah. For the time being uko nurtured until the time Mungu anasema sasa imetosha. Hallelujah. So mimi yangu ni kukutakia kila laheri ya kwamba kwa kila jambo ambalo unafanya, kumbuka hiyo scripture 2 Corinthians 5:17 ya kwamba uko ndani ya Yesu Kristo. Haijalishi ni nini inafanyika, but wakati uko ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti, lazima utaona mabadiliko kwa maisha yako. Hallelujah. So wewe baki salama katika jina la Yesu. Wale wameokoka, asanteni sana. Hallelujah. Na so wacha niwaombe. Father, in the mighty name of Jesus, I declare blessings over your people. I declare overwhelming testimony upon their lives. Nina declare breakthroughs in the mighty name of Jesus. Watoto wako wamefunguliwa, ndoa zao zimefunguliwa, fedha zao zimefunguliwa, jamii yao imefunguliwa, kila mahali wamefunguliwa. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, nina decree na nina declare, it is sealed with the blood of Jesus, locked with the oracle master key, and it is permanent what God has done. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen and amen. So usisahau, tunakaribisha sana church hapa Tamarid Place, tuko second floor ya Tamarid Place. Umekaribishwa sana mnapokuwa tunatazama program zetu. Haleluya. Na kama Nairobi tuko pale KPCU building 5th floor. Haleluya. Pia wewe mwenyewe umekaribishwa mahali pale uweze kufika pale upatane na kina Pastor Peter wa kufundisha jinsi ya kudeal na foundation. Haleluya. Na najua kwamba as that happens utaona maajabu, ishara na kila kitu for the glory of God. So Father, in the name of Jesus Christ, your people are blessed. Thank you for sending me with your word. For as I have delivered your word today, command your healing upon their lives. Deliverance in the name of Jesus. Let them be delivered. Let them be restored. All for your glory. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen.